Baada ya mwanamke huyo kutoa daftari aliloachiwa na mama mkwe wake, watu wote hatimaye wakaelewa kwa nini mama mkwe aliamua kumwachia mkwe wake hisa na mali za mamilioni badala ya watoto wake wa damu. Siku chache kabla ya hapo, kwa msaada wa rafiki mkubwa wa mama mkwe, mwanamke huyo alikuwa amefungua sanduku la siri benki na kupata nyaraka muhimu za kampuni ya kusaidia wazee pamoja na mkataba wa kuhamisha hisa. Lakini muda mfupi baada ya kutoka benki, watoto wa mama mkwe waliinuka kwa hasira na kumzuia nje ya benki wakitaka kujua mama yao alimwachia nini. Mwana mkubwa pamoja na mke wake walimshutumu kuwa miaka yote aliyomhudumia mama mkwe ilikuwa mpango wa kuiba mali zake. Shemeji yake ambaye alikuwa maarufu mtandaoni naye akaanza kumdhalilisha mbele za watu. Lakini rafiki wa mama mkwe hakuvumilia. Aliwakumbusha kuwa kwa miaka mitatu ambayo mama yao alikuwa hospitalini, watoto wake hawakuwahi kumtembelea mara nyingi. Ni mwanamke huyo pekee aliyekuwa akimhudumia mchana na usiku. Hata hivyo, mwana wa pili alisema kwa kiburi kuwa hiyo ni mambo ya familia yao na watu wa nje hawapaswi kuingilia. Mke wa mwana mkubwa alipoona nyaraka mikononi mwa mwanamke huyo, alijaribu kuzipokonya akidhani ni hati za mali kubwa. Lakini safari hii mwanamke huyo hakuwa tena yule mtu wa kuogopa kila kitu. Akiwa ameathiriwa na maneno na siri alizoachiwa na mama mkwe wake, aliamua kuacha kuwa mnyonge. Akazikamata nyaraka kwa nguvu na kuwaambia wazi kuwa mali hizo aliachiwa yeye halali na hawana haki yoyote kuzichukua. Pia akatishia kuita walinzi wa benki kama wangeendelea kufanya fujo. Shemeji yake akajigamba kuwa angefungua live mtandaoni na kumchafua mbele za watu wote kwa kudai ameiba urithi wa mama mkwe. Lakini mwanamke huyo hakutetereka. Akasema yeye pia angeongea mbele ya kamera na kuwaonyesha watu jinsi walivyokuja kujaribu kumpora mali zake mbele ya benki, huku kamera za usalama zikirekodi kila kitu. Baada ya kusikia hivyo, wote wakaanza kuogopa. Hawakuwahi kuona mwanamke huyo mpole akisimama kwa ujasiri kiasi hicho. Wakaondoka kwa hasira na aibu. Lakini walipoondoka, wakaanza kuchunguza siri za mama yao. Ndipo walipogundua kuwa mama yao alikuwa ameanzisha taasisi kubwa ya kusaidia wazee kwa siri bila wao kujua. Taasisi hiyo ilikuwa inaleta mamia ya elfu ya yuan kila mwaka na hisa zake zilikuwa na thamani ya mamilioni makubwa. Na mali zote hizo alikuwa amemwachia mkwe wake. Hasira zao zikawa kubwa zaidi. Mwana mkubwa akaamua kutafuta wakili ili kufungua kesi mahakamani. Mke wake pamoja na shemeji yake wakaamua kwenda kufanya fujo kazini kwa mwanamke huyo ili kumharibia maisha. Lakini hawakujua kuwa mwanamke huyo naye alikuwa tayari ameanza kupanga namna ya kujilinda. Ndani ya daftari aliloachiwa na mama mkwe wake kulikuwa na siri nyingi. Mama mkwe alikuwa ameandika jinsi watoto wake walivyokuwa wakimuomba pesa kila mara kwa tamaa. Alikuwa ameandaa mipango ya siri ya kumlinda mkwe wake baada ya kifo chake. Mfano mmoja ulikuwa nyumba ya mwana mkubwa. Kisheria ilionekana amepewa nyumba hiyo, lakini ukweli kulikuwa na matatizo mengi ya hati na madeni yaliyofichwa. Kulikuwa na mkopo mkubwa uliotumika kujenga nyumba hiyo, na hata riba yake haikuwa imelipwa. Kama mwanamke huyo angeamua kutumia sheria,